na sababu ya kumwambia Bwana wewe ni mfalme. Uko na sababu ya kumwambia Bwana asante kwa kuniokoa, asante kwa kunisamehe dhambi, asante kwa kunifanya kuwa mwana katika ufalme wako. Baba utukuzwe na Baba uinuliwe. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Mtu wa Mungu aseme amen. Mtu wa Mungu aseme amen. Mikono yako juu, tupatie Yesu makofi. Tumshangilie Bwana Yesu. Nasema tumshangilie Bwana Yesu. Nasema tumshangilie Bwana Yesu. Haleluya. Haleluya. Sema nimebarikiwa. Geukia jirani, mwambie nimebarikiwa. Jirani yangu mwambie nimebarikiwa. Mwambie jinsi nilivyo nimebarikiwa. Sema jinsi nilivyo nimebarikiwa na baraka zote za rohoni katika jina la Yesu. Shangwe na vigelegele. Amen. Msalimie mwenzako, mkaribishe kwa kiti katika jina la Yesu. Mungu amani awabariki sana na Mungu awatende mema. Tunamshukuru Mungu kwa kutuwezesha na kutufikisha mpaka hapo. Jina la Bwana litukuzwe katika jina la Yesu. Tunaongea kuhusu nguvu ya kufunga. Sema nguvu ya kufunga. Amen. Nguvu ya kufunga. Nataka nitaje vipengele kadhaa nilivitaja wiki iliyopita, alafu tukiwezeshwa tutaomba maombi mbili, alafu tumalize katika jina la Yesu. Kuna maombi ya kufunga, kuna maombi na kuna kufunga. Kuna maombi ya kufunga na kuna maombi kavu bila kufunga, na kuna kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Nilikwambia kufunga ni kando na kuomba ni kando, lakini unaweza chukua hatua ya kuomba maombi ya kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na pia unaweza ukajifunga. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa nini tunafanya maombi ya kufunga ama kwa nini tunafunga? Kwa sababu ya kuweza kuachieve purpose ya kiroho, ama kwa sababu ya kuweza kufikia malengo ya kiroho, ama kwa sababu ya mambo ya kiroho. Kufunga malengo yake rasmi ni kwa sababu ya kufikia malengo ya kiroho, ni kitendo cha kiroho. Mathayo 6:16, Mathayo 6:16 inasema tena mfungapo. Inasema aje? Tena. Hapa yao Kiswahili haisemi tena muombapo na kufunga, mbali anasema tena mnapofanya nini? Mfungapo. Huyu ni Yesu anaongea, na hii inamaanisha kwamba unapaswa kufunga. Geuke jirani umwambie unapaswa kufunga. Geuke jirani tena mwambie unapaswa kufunga. Sijui tangia uokoke mpaka siku ya leo kama huwa unafunga ama unaendelea kufunga, lakini Yesu anasema tena mfungapo, kwa sababu twatarajiwa kufunga. Kufunga sio ya wahubiri, kufunga sio ya wachungaji, kufunga sio ya waimbaji. Kufunga si kwa sababu nataka huduma yangu ikuwe kubwa, mbali kufunga ni ya waumini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Yesu anaanza kwa kusema tena mfungapo. Kwa kifupi, Kristo anapeana somo kuhusiana na wakati umefunga unapaswa kufanya nini na haupaswi kufanya nini. Kuna vipengele nitarudia nilikupatia Jumapili iliyopita kuhusiana na kufunga. Je, wakati wa kufunga ni nini unapaswa kufanya, na wakati wa kufunga ni nini haupaswi kufanya? Kabla hatujaendelea nitarudia vipengele vile. Mambo ambayo haupaswi kufanya
wakati umefunga. Nambari ya kwanza, kama kifungo chako ni cha kujinyima chakula, basi usikule. Bwana asifiwe. Kama kifungo chako ni cha kujinyima nini? Chakula, basi ufungapo ukila utakuwa umefanya nini? Umekosea. Nambari ya pili, kama kifungo chako umesema sitatumia vinywaji, basi nambari ya pili usitumie vinywaji. Maana kama umesema nikifunga sitatumia vinywaji, basi unapaswa usitumie vinywaji. Niliongea kuhusu makubaliano yako ama mpangilio wako wa kufunga. Umepanga kufunga vipi? Bwana asifiwe. Hapana mka tuna kwanza kufunga. Ni vizuri ukuwe na mpangilio wa kufunga kwako. Ni vizuri ukuwe na mpangilio wa kufunga na useme kifungo changu ni cha aina hii. Kifungo changu sitakula, sitakunywa. Kifungo changu sitakunywa lakini nitakula. Kulingana na vile umepanga kuhusu kifungo chako, usiende kinyume na hiyo. Nambari ya tatu, wakati unafunga sana sana kifungo cha siku nyingi, wacha kutembea. Wacha kufanya nini? Tembea. Hizi ndizo zinasababishaga watu vifungo vyao vinakosa kuwa na nguvu na anakosa kuendelea. Kwa sababu kumbuka, wakati unafunga roho yako inakuwa na nguvu, lakini mwili wako pia unakuwa dhaifu. Ni ukweli ama sivyo? Siku ya tuseme umesema nitafunga siku 7 ama siku 3. Siku ya kwanza umeanza kifungo chako, lakini ndio huyo wewe nyagacho, ndio huyo wewe kule, ndio huyo wewe kule. Siku ya pili itakuwa vigumu kwa wewe kuendelea na hiyo kifungo. Na umesema sinywi na sili. Kumbuka, the more unafanyisha kazi mwili wako na mwili wako haina nguvu, haina chakula, basi itakupatia changamoto katika kufunga kwako. Kwa hivyo especially vifungo vya siku nyingi vinahitaji kuwa na utulivu. Vifungo vya siku nyingi si vizuri, na pia ni vigumu kwa wewe kuchukua vifungo vya siku nyingi, na kulingana na aina ya kazi yako unatumia nguvu sana, pia hiyo utakuwa na kazi ngumu. Bwana asifiwe. Tuseme wewe unafanya kazi ya beba. Bwana asifiwe. Tuseme wewe unafanya kazi ya beba na unataka kufunga siku 7, na unasema pastor, mimi nitafunga siku 7 bila kukunywa na kula. Hauwezi enda kazi na ufaulu. Utakuwa unapea roho yako nguvu, lakini mwili wako utakuwa unaupatia shida. Kwa sababu pia mwili wako wakati wa kufanya kazi inahitaji nguvu. Na nguvu mwili wako inatoa kwa chakula. Sijui kama kuna mtu ananielewa? So, wakati unajipata hauna kazi nyingi, na wakati unajipata ya kwamba unaweza ukakuwa na muda wako mwingi wa kutulia, unaweza ukatangaza vifungo vya siku nyingi. Lakini kama unaenda kazi, maybe kifungo cha siku moja, na kama unafunga siku nyingi, unaweza tangaza nitakuwa ninatumia breakfast na nakosa lunch, ama nitakuwa natumia vinywaji, ama nitatumia uji, ama nitatumia maziwa, kwa sababu bado niko kwa kazi. Bwana Yesu asifiwe. So pia kifungo chako na kazi na kifungo cha siku ngapi pia inajalisha. Lakini kuna wale mwaweza mkafunga siku nyingi na uko kwa kazi, maana kazi yako haigharimu nguvu za kimwili. Tunaelewana? Haigharimu nguvu za nini? Za kimwili. Kwa hivyo ni vizuri wakati unafunga kutembea, avoid. Bwana Yesu asifiwe. Na tukasema nambari ya 4, usiende kwa sherehe. Usiende piga sherehe, sema kupiga sherehe. Nasikiaga wanasema tunapiga sherehe. Usiende kupiga sherehe, wachana kupiga sherehe, usisumbue, wachana nayo. Bwana asifiwe. Maana kwa nini useme unafunga na uende wapi? Kwa sherehe. Kuna nini inasababisha sherehe iwe nzuri? Chakula. Sasa wewe unafunga na unaenda sherehe, si utatusumbua? Nakupea chakula, mimi naomba.
Utakula, mimi naomba. Kwani ulikuja kwa sherehe kuambia kila mtu naomba? Si unajua tu haiendanishi na ratiba ulionayo. Wacha kuenda. Bwana asifiwe. Ndio kama sasa kumwambia usiende sherehe. Tulisema pia wacha kutembelea marafiki zako. Kwa nini ukuje kutembea kwangu na umefunga? Ni vibaya tena sana, nisikilize. Wakati umefunga na unatembelea watu, hiyo siku usitembelee watu. Ni mara ya mwisho ulitembea kwangu lini? Halo? Mara ya mwisho ulitembea kwangu lini? Hata wengine hujawahi tembea, si ndio? Alafu umeniambia unakuja kwangu. Kwani unafikiria tutawachana na wewe hivi? Siku hiyo ndio utakupikia mayai ya Kifrench. Tukupikie sausage ya Kizungu. Na tukupikie chapati ya Kiini. Maana hujawahi fika hapa, lazima tukupikie kitu. Alafu uje kwangu ukatae kukula, utakuwa unanifanyia madharau. Yaani hujawahi kuja kwangu, alafu umekuja kwangu umekataa kunywa chai. Unajua niko mlimani. Basi kama ungekuwa uko mlimani, kaa kwa mlima tu. Ndio kama sasa umwambie ukienda mlimani, kaa kwa mlimani. Ndio kama sasa umwambie kama uko mlimani, kaa kwa mlima huko juu. Yaani unatoka kwa mlima unaanza kuja kwa manyumba zetu kututembelea, alafu sisi nasi tunajua kukungojea. Tukikungojea hiyo muda wote tumengangana, alafu unamwambia mimi niko mlimani. Na kuuliza ulitoka kwa mlima kufanya nini? Kama sasa kumwambia kwa mlimani muulize, na umekuja kufanya nini hapa? Watu wa mlima wakae kwa mlima. Na siongei kuhusu ile mlima ya Central tafadhali. Nafikiri tunaelewa sana kuhusu. Pia ni vizuri kuavoid kazi zile ngumu. Bwana asifiwe. Wewe unafunga, alafu unajua mahali unachota maji ni mbali, si ndio? Na unataka kuchota mtungi ngapi? Kana. Si unajiumiza, si unaumiza hiyo mwili kule. Bwana Yesu asifiwe. Utatesa hii mwili. Kufunga sio kutesa mwili. Kwa kama sababu pia kufunga sio kutesa mwili. Na kama ni kutesa, unafaa uelewe ni mateso aina gani. Bwana Yesu asifiwe. Na tulisema pia kama unaweza kuavoid kupika. Kama unaweza avoid kupika, ni sawa. Ongea na jamii yako, uambie tafadhali, nimeongozwa kuomba siku 3. Unajua unaweza funga siku moja na upike. Na kwa wale ambao wana mazoea si shida, tunaelewana. Kwa wale ambao mna mazoea hiyo sio shida. Lakini kama unaingia siku nyingi, siku 3, ongea na mume wako, ongea na watoto wako, uambie for 3 days sitakuwa mpishi wenu. Nitaomba mnisaidie kupika, maana nitakuwa ninajiingisha kwa majaribu. Si ni ukweli? Si ni ukweli? Amen. So usiende kinyume na mpangilio wako wa kufunga. Usiende kinyume na mpangilio wako wa kufunga. Mambo ambayo unapaswa kuyafanya wakati umefunga. Mambo ambayo unapaswa kuyafanya wakati umefunga. Habari ya kwanza, ni vizuri uombe. Ni vizuri uombe. Na hii ni lazima. Hii ni nini? Hii ni lazima. Kwa miaka mingi hata mimi katika wokovu hatukuwahi kufunzwa kuhusu fasting, na tukaambiwa hii ni lazima. Fasting ya watu wote inaitanishwa na maombi. Ni ukweli. Lakini hapa Yesu anaongea kuhusu mfungapo. Haongei kuhusu kuomba, anaongea wakati mmefunga. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na miaka yote ambayo nimekaa hatukuwahi ongeleshwa tukaambiwa kitu ya maana kwa fasting ni nini, na leo nataka nikuambie kitu ya maana kwa fasting ni kusoma neno la Mungu. Kwa sababu kufunga ni kukula kiroho. Kufunga ni kulisha mtu wa ndani. Na hii kufunga yote natumaini nguvu za kiroho unatafuta. Natumai unatarajia mtu wa ndani awe tofauti. Kwa hivyo kufunga ni kukula. Na ninasema kuanzia leo, kila mara unapokusudia kufunga, kusoma neno la Mungu ni lazima. Ni lazima. Kusoma neno la Mungu ni lazima. Chukua nafasi ya kusoma neno la Mungu. Na pia tukasema ya kwamba pia chukua muda wa kumeditate. Muda wa kutafakari, tenga. Nilikuambia hasa hii mpangilio ambao nakupatia ndio itakutuma upende kufunga na uendelee kufunga kila mara. Ni kwa sababu gani? Fasting kwa wengi imekuwa very boring. Fasting kwa wengi imekuwa ni kipindi ambacho si kizuri. Kwa sababu gani?
tuliambiwa wakati unafunga omba peke yake. Na ni vigumu kuomba kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kwa jamani wangu. Na saa zingine ndio wakati kuomba asubuhi mpaka jioni, tushinde tu ninaomba. Hiyo haiwezekani, ni ngumu. Nitaomba wakati nimepata muda. Lakini leo nataka nikupatie mpangilio mzuri utakao kusaidia kufunga kila mara. Kila mara unapofunga usiombe peke yake. Weka hii mpangilio. Na tumesema number 1 omba. Number 2 kuwa na kipindi cha kusoma neno. Si nimeomba? Pengine nimeomba 1 hour, pengine nimeomba 2 hours, nimeomba kulingana na vile nimepanga. Nikimaliza kuomba, pengine nichukue muda wa kufanya nini? Nisome neno la Mungu. Tafadhali mimi tu nimeileta tu, lakini kuna vile tunaweza kuzipanga zifuatane. Unaweza panga. Ya pili tumesema soma neno la Mungu. Sasa huo ni muda wako wa kutulia na kusoma Bible. Ukimaliza kusoma Bible number 3, chukua muda wako wa kutafakari kenye umesoma. Meditation ni ya maana. Anza kutafuna yale ambayo umeyasoma, ni ya maana tena sana. Bwana Yesu asifiwe. Na tukasema nambari ya 4, kuwa na muda wa kimya, quiet time. Kama ni kwa nyumba yako, ingia kwa kitanda. Kama umeamua ni chini, chukua nafasi ya utulivu. Bwana asifiwe. Kuwa na muda ambao ni muda wa kimya. Tulia tu katika uwepo wa Bwana. Tulia tu kama ni 1 hour, kama ni 30 minutes, kama ni nini. Kuwa na muda wako wa kutulia. Hapa ndipo utasaidika kusikia. Maana mara nyingi tunafunga, tunakuwa busy tukiomba, tunakuwa busy tukifanya vitu yote, tunakuwa busy, lakini hatumpatii Mungu nafasi ya kumsikiliza Mungu. Ni vizuri pia kukuwa na kipindi cha kusikiliza. Katika hiyo quiet time, hapo ndio utapata nini? Kuongeleshwa inakuwa rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hiyo quiet time yako unaweza isikumanisha na kulala pia. Na nielewa, uingie katika deep sleep, sikupitia ndoto unaweza ongeleshwa. So unaweza ona maono, unaweza ona chochote. Bwana asifiwe sana. Jambo lingine tukasema kwamba pia kuwa na kipindi cha kusikiliza nyimbo za maabudu. Kuwa na kipindi pia cha kusikiliza nyimbo za maabudu. Na pia kuwa na kipindi cha kuabudu. Sasa sio kuomba, sasa sio kufanya. Na kama ni kuomba, maombi ya maabudu. Pia kuwa na kipindi cha kuabudu Mungu. Halo. Hii najaribu kukupatia kwamba fasting si ya kwenda kufunga na kuomba kwa sababu kuna shida. Sijui kama unaona hiyo. Hii nakwambia fasting si ya kufunga na kuomba kwa sababu kuna shida. Lakini kuna mambo ambayo unapata kuyapata. Unapata jawabu, suluhisho za kiroho. Sio kwa sababu tu niko na shida ndo naingia kufunga na kuomba. Hapana. Haleluya. Pia ni njia moja ya kupata nguvu za nini? Za kiroho. Kuwa na kipindi cha nyimbo za maabudu yasikilize. Haya ni mazuri. Bwana asifiwe. Nyimbo za maabudu ni manukato kwa siku yetu ya leo. Hiyo ndio manukato. Sisi hatuweki ufumba, hatuchomi vitu tupatie moshi. Sisi hatuendi na moshi. Maana sio hii mwili, lakini kenye tunachoma ni worship. Sasa worship songs una uwepo huo inaachilia. Hiyo ndio harufu tunahitaji. Na ni vizuri sana kwa fasting. Then kuwa na kipindi chacha si cha kuimba nyimbo za maabudu ama kusikiliza, ni kipindi cha wewe sasa kuabudu. Wewe binafsi sasa pale wewe unamwabudu Mungu. Tulisema pia kuwa na kipindi cha sifa. Sikiliza nyimbo za sifa. Sikiliza nyimbo za sifa. Pia katika programu yako baada ya kusikiliza nyimbo za sifa, pia kuwa na nafasi ya kumsifu Bwana kwa maneno ya kinywa chako. Halo? Tunaenda sawa sawa? Haleluya. Ni vizuri pia jambo lingine, tafuta vitabu. Tuko na vitabu vya Kikristo. Christian books, tafuta. Na kama unakuja kwa ofisi yangu niko na vitabu vingi. I've invested more than 100,000 kwa vitabu. Yes, I've invested more than 100,000 kwa vitabu. I have books na vitabu mingi sana. Naweza patia kila mtu hapa karibu 3. So kama wewe hauja invest kwa vitabu, unaweza kuja kwa pastor.
Mwambie pastor, unaweza nisaidia? Ningelipenda kitabu kuhusiana na jambo fulani. Unaweza nipatia? Kwa sababu katika kufunga, I just want to keep myself busy spiritually. You know, sometimes you fast, but you keep yourself busy physically. Ni wewe umejaa kwa WhatsApp, ni wewe umejaa kwa Facebook. Ujue unajidisconnect. Unajaribu kuingia mambo ya kiroho, lakini unajaribu kukua busy kwa mambo ya kimwili. So tuongeze kwa ile mambo ambayo upaswe kufanya. Ufai kwenda kwa WhatsApp, ufai kwenda kwa Facebook, ufai kwenda kwa IG, ufai kwenda huko kote, kwa sababu huko utakutana na vitu ambavyo si vya kiroho, havitakuchangia. Wakati wa fasting tunatafutana na vitu yote ambavyo tukihusiana nayo vinatuchangia. Wewe umeamua kufast lakini wewe ndio unakaa kwa Facebook. Facebook imejaa matope, iko na vitu vingi. Wewe ndio uko kwa TikTok na wewe ndio una fast. Umeamua kuscroll kwa TikTok. Unapatana na wimbo zingine, unapatana na vitu zingine, unapatana na matusi, hizi vitu zitakuchafua. Unaamua kutengana na hizo vitu, sema amen. Jambo lingine, kama unaweza kuwa na muda, separate yourself. If possible, separate yourself. Kama kuna huo uwezo, kuna uwezo wewe kujitenga kwa hiyo siku ama kwa hizo siku, mpendwa, itakuwa ya maana sana. Useme leo sitoki nje ya nyumba yangu. Kama kunakuwa na huo uwezo, sema amen. Amen. Hallelujah. Ni mzuri sana katika jina la Yesu. Pia chukua muda wa kupumzika. You need time to rest. Amen. Unahitaji time pia pale ya kupumzisha mwili wako, si vibaya, ni mzuri kupumzisha mwili. Hallelujah. Hallelujah. Wengi wanaombaga siku nyingi lakini hawana time ya kurest. Unapata hata hiyo maombi inageuka hiyo. Unakuwa na ugumu kwa sababu unakosa kuelewa niko na mwili. So when we are fasting, we also need to consider our physical body. Because we are using our physical body. Na kumbuka tuipei chakula. Sasa kuna vile takuwa kuanzia asubuhi kuomba tu karababa shanda na ninaomba nimetembea saa nimefika mwili wangu unachoka. Na ukichoka utaanza kupiga my fasting, itaanza kunizuilia kufanya vitu zingine. You also need time to rest. Ndio kama zako mwambie unahitaji time ya kurest. Na ya mwisho, keep your fasting private. If you are fasting private. Kama zako mwambie check out. Kama zako mwambie hapo nasikia kucheka. Sijui kwa nini when it comes to fasting Wakristo wanapenda kutangaza sana. Kwa nini? Wakati nakuja ni kufunga, lazima utangaze. Na nimekuambia njia ya kutangaza, nilikufunza nimekuambia ushuhuda zingine watu wanatoaga si ushuhuda, ni kutuambia vitu vinavyotendeka. Unajua Wakristo unafaa kuwa waangalifu na ni wajanja. Mtu anaweza amua kuja kutoa ushuhuda lakini sio kutoa ushuhuda, ni kuambia vitu yake. Unanielewa? Unasikia? Ni kuambia, nawaambia nini? Anawaambia vitu yake. Sasa sijui kwa nini wakati wa fasting, kwa nini Wakristo mnapenda kusema nana? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Nimeokoka na mpenda Yesu, ni mwokozi wa maisha yangu. Namshukuru Mungu ameniongoza wiki hii, nitakuwa nikifunga siku 7. Kanisa naomba mniombe. Yaani sikaanza mzee kuomba sababu nafunga siku 7. Si useme tu ulikuwa unatafuta njia kutuambia you are fast. Sasa situmejua. Bwana asifiwe brother. Ndio unaelekea hivi. Hata mimi nashukuru Mungu ameniwezesha. Nimefunga. Mpaka una post day 1 prayer and fasting. Day 2 prayer and fasting. Day 3 prayer and fasting. Ndio kama zako mwambie keep your fasting private bwana. If you belong to a family, please, nafikiri hao ndio wanapaswa kujua, wasiulize maswali mengi. Kwa nini mama ukuni? Kwa nini hiyo maswali ndio? Unawaambia mimi niko katika kifungo. Lakini kwa nini kwenda kuanzia kila mtu? Unaenda unachukua zaidi. Hallelujah wapendwa. Katika jina la Yesu Kristo ya 3 ya maombi,
unavyoniona niko katika mlima wa Bwana. Niko mlima wa Bwana, naweza nionyesha hii dunia kweli. Niko katika mlima wa Bwana, nikufunga tunafunga, na sasa tuko siku ya 3. Unaweza ungana na sisi. Kwa nini niungane na wewe kwa prayer and fasting yako? Kwa nini unaniambia niungane na wewe kwa fasting yako? Aje. Unaweza ungana na sisi ukiwa nyumbani, ukianza kupanga kufast, uliniambia. Ukianza kupanga kufast, uliniambia. Kwa nini uko J3? Unaniambia tuungane na wewe aje? Ndio kama sasa kumwambia wachana na hizo bwana. Keep your fasting private. Sasa tunaweza kusoma hili. Wacha nikupe pengine hizi alafu nimalize. Number 1. Fasting gives you spiritual power. Maana mzuri ya fasting ni kupata power. Pastor Simeo, kwa nini? Wangapi wanajua Yesu alifunga? Wangapi wanajua Yesu alifunga? Ongea na mimi. Yesu alifunga ama hakufunga? Yesu alifunga ama hakufunga? Ni shida gani Yesu alikuwa nazo hizo kama ukielewa? Brothers, ni shida gani Yesu alikuwa nazo ndio akaamua kwenda kufunga? Ni matatizo gani Yesu alikuwa nayo Mati? Kuna shida Yesu alikuwa nayo. Lakini kwa nini kuna kitu anatuambia ya kwamba kufunga kwetu kunatupatia nguvu za kiroho. Hatuendi kufunga kwa sababu kuna shida zimetukalia ngumu, lakini pia tunafunga zikiwa kichwa ngumu. Lakini sana tunafunga kwa sababu ya kupata spiritual power. Hiyo spiritual power ndio inatusaidia kurun maisha yetu ya kiroho, kuomba, kufanya vitu vingine vyote. So nataka ujue, unaweza kufunga na kuomba. Ukikuuliza ni kwa nini, unaambia ninataka spiritual power. Simple. Maana unaweza kaa hivi ukapata ya kwamba kumeanza kuwa na ugumu kwa wewe kuomba. Wewe kuwa na ugumu wa kuomba ni nini? Power imefanya nini? Power ya kuomba ni hakuna. Unaweza kaa ukanipata mambo ya Mungu yanaanza kukuwa na shida kwako. Power imekosekana. Mambo ya Mungu tunaranda power. Enda funga na kuomba upate nguvu ya kuomba. Enda funga na kuomba upate nguvu ya kuendelea katika Ukristo wako. Maana imefika mahali unasikia kufifia, unasikia kuna ugumu, kuna uzito. Enda omba upate spiritual power. Ukiwa na spiritual power inakusaidia kuendelea katika jina la Yesu. Number 2, fasting gives you spiritual power to control. Sijaweka to control what, but it gives you power to control. We can also call it gives you power to control yourself. Kwa sababu wapendwa, katika dunia hii mambo mengi we need to control ourselves. And controlling ourselves, we need that power. Uwezo, power ya kutusaidia kucontrol. Because there are so many things in life ninahitaji tu kujicontrol. Na ninahitaji power ya kuniwezesha kucontrol. Number 1, hasira. Nahitaji power ya kucontrol nini? Ndio ukinikosea sitatokezea vibaya, because now I have spiritual power. I have power to control hasira yangu. Kuna vitu mingi kwa maisha yako haitatoka na haitatolewa kwa sababu unahitaji kuicontrol. Unahitaji kuifanya nini? Unahitaji kuicontrol. Kuna vitu nilikwambia unahitaji kucontrol, kuna vitu unahitaji kuiovercome, na nafikiri kuicontrol ni kuiovercome. Si vizuri hasira yako ikuje na iniambie nikupige na nikupige imenishinda. Lakini hasira ikiinuka kwa sababu nimekosewa, because I have spiritual power to control it, nitacontrol hiyo hasira. Na kuicontrol ni kuiovercome. Kuiovercome ni kutokupanda vile ambavyo ilikuja kuniambia nifanye. Sana vitu zenye unahitaji control, tunaweza tukasema self control. It's from within you. There are so many things tunahitaji kujicontrol. Mtu amekutusi yo, na hakuna kitu umemfanyia. Mtu kama huyo unahitaji kufanya aje? Unahitaji power ya kujicontrol. Inaweza ikakusaidia kucontrol miguu. Sema fasting inakupatia power ya kucontrol miguu.
Itakontrol miguu yako aje? Itakutoa kutoka kwingine ni kucontrol. Geuka mwenzako mwambie kutoka kwingine ni kucontrol. Unaona mtu amechemuka kwa nyumba. Na amechemuka. Si you control you, so mwambie God, I have power to control my legs. So you allow the spirit of God to control your legs. Na jinsi ya kucontrol ni aje? Kutoka ndio dawa. Maana usipotoka kibaya utatenda kibaya. So njia nyingine we control ourselves kwa kutoka. Ninataja hivi tu lakini kuna mambo mengi you need to control yourself. Bwana asifiwe. Hallelujah. So it also gives you power to overcome temptations. Fasting gives you power to overcome. It gives you spiritual power to overcome temptations and also to overcome the tempter. Two things. It gives you power to overcome temptation. Kufunga kuna kupatia nguvu ya kiroho ya kushinda majaribu, na tena ya kumshinda mjaribu. Matthew chapter 4 verses number 1. Kisha alipomaliza kufunga na kuomba akahisi njaa. Alafu verses 3 mjaribu akaja kumjaribu. Jaribu zote nne zenye Yesu alipitishiwa zilikuwa ni majaribu. Wewe unangojea majaribu ya aina gani? Ndio kama zako mwambie unangojea majaribu ya aina gani? Gonga mtu nguu. Shetani hakuambia Yesu agonge mtu nguu. Alimwambia badilisha mawe iwe. Hiyo ilikuwa ni jaribu. Alimwambia niinamia, hiyo ilikuwa ni majaribu. So fasting inakupatia nguvu ya kufanya nini? To overcome temptations pamoja na nini? Na the tempter. Tuko na watu ambao wanatumiwa na shetani kutujaribu. Shona watu wamekosea mtu mpaka katika mara kabisa Mungu. Na unanijaribu. Wacha kunijaribu. Mwasikia mtu akiongea kitu kama hiyo. Nisikia nani? Si unajua tu ukisikia wewe. Kama mwajisikia wakisema hivyo. Ilifika mahali baba akamwambia haki, wacha kunijaribu. Wacha kunijaribu. Mara moja huyo ni nani? Tempter. Unahitaji kufanya nini? You need to overcome. Wacha kufanya nini? Wacha kunijaribu. Nataka tuombe katika jina la Yesu Kristo. Sijasoma ile andiko, samahani. Haya tusome sasa. Tena mfanyepo mfungapo, number 1, msiwe kama nani? Wanafiki. Msiwe kama nani? Wanafiki wenye uso wa kukunjamana, maana hujiumbia nyuso zao ili waonekane. Napaswa kufast na hakuna mtu atajua ni fast. Napaswa kufunga siku 7 na hakuna mtu atajua nimefunga. Na nilikwambia avoid hizi fasting zenye ukitoka huko umepona sio kama nini. Avoid hizo fasting. Nilikwambia avoid fasting zenye unatoka huko umeparara. Hizo sio fasting. Wewe ulikuwa na zako. Na ukiona ukifast wewe unaparara na unakonda, rudi kwa Mungu ongea naye akwambie shida yako nyingine. Tunapaswa kufast siku nyingi na utalijua. Lakini usikia dada amefast, mdomo yote imekauka iko nje. Mate imegeuka imekuwa kama. Hata akitembea pole. Kwa nini unatembea hivyo? Niko 26 day of my fast. Hapo unafikiria ni mgonjwa. Wewe unaona nafasi mkimwangalia baadaye mfikirie ni kufanya mnaambia kwani wewe ni mgonjwa? Hata pale mimi si mgonjwa, ni kufunga na huko. Hapo mwambie hii fasting wachana nayo. Fasting haifananishi wewe na magonjwa. Dokta jirani mwambie fasting haikupatii mwili ya magonjwa. Mtu akiangalia na kufikiria uko na TB, shetani achekwe. Fasting haifanyi watu wapone. Magonjwa ni nafanya watu wanafanya. Wakati wa fasting wao wanakuwa wapone. Kwani wewe ni mgonjwa? Shetani ashindwe. Tunakuwa wapone kama Kristo. Fasting inafanya kwa wapone hivyo? Hapana.
Haleluya. Wao ni wanafiki. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao wanafiki wenye uso wa kukunjamana. So ukifunga uso wako ifai kufanya nini? Kukunjamana, maana hujiumbia nyuso zao. Ili wafanye nini? Kuna watu wanafunga ili waonekane. Malengo yao rasmi ni waonekane. Malengo yao ni nini? Nimesema mambo mawili. Hapana funga uonekane, na hapana funga kuambia watu wachana na hiyo vitu. Hii ni vitu private, hii ni mambo yako. Fasting ambayo inapaswa kujulikana ni fasting ya sisi wote, ya kikundi tumeamua. Sasa kwa maisha yangu, tangu umekaa na mimi hapa, ni vigumu sikia nikuambia hapa wapendwa, unajua niko katika mlima wa Bwana. Wangapi mwaisikia nikisema vitu kama hivi? Ni ngumu sana unisikie wapendwa. Sasa ninaenda siku 3 kufunga na kuomba. Wapendwa, hivi vile mnavyoniona hivi, niko siku ya 8. Na wanapenda kusema hiyo siku ya 8. Kuna hizi ni vitu zangu. Bwana asifiwe. Hapana funga uonekane, na hapana funga wajue. Ukifunga uonekane na wajue, utaparara. Ndio kama sasa mwambie utaparara, mwambie utakonda. Utakonda. Mpaka watu waanze kubarara, waseme umefaza, wasema hakikai, kwani yako na TB? Kwani wewe ni mgonjwa? Umekutana na mama nani? Kai. Sasa kama umepatana na Mkristo mwenye hajawahi funga, alafu akwambie uambiwe si mgonjwa, ni kufunga amefunga. Sio ni kutishia maisha ya Wakristo wageni. Atasema kama mtu akifunga na kaga hivyo mimi sitaki. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Ili waonekane na watu kuwa wanafunga. Hapana funga uonekane na watu unafanya nini? Unafunga, wachana na hiyo maneno. Bwana asifiwe. Ili waonekane na watu wanafanya nini? Wanafunga. Amina, waambieni wamekwisha kupata nini? Thawabu yao. Na kuambia ukifunga uonekane hapo hapo, utapata thawabu yako. Thawabu yao ni gani? Ukifunga ili uonekane. Tayari wamepata nini? Thawabu yao. So ukifunga uonekane, papo hapo Mungu anakulipa. Anakulipa nini? Kuparara na kukonda. Na kukua sasa wewe ni mgonjwa. Tayari unalipiwa hapo. Mungu anaamua kukulipia hapo. I don't advertise even fasting. Kwa hii kanisa I don't advertise. Iweke kwa Facebook we are fasting. No. I don't do that. Ukifunga uonekane, na ukifunga watu wajue Mungu anakulipa hapo hapo. Unaanza kukua na sura kavu kama ya mtu wa ukoma. Sura ya watu wa ukoma inakuaga ukikwaruza hivi inatoa maganda nyeupe. Unaanza kukua hivi nini? Macho inaanza ingia ndani, mifupa inaanza toka nje. Mtu anaweza fikiria umefufuka. Kumbe ni kulipa unalipwa thawabu ya kutulisha watu. Unafunga na kuomba. Sitakuja nimefunga na kuomba. Msinipikie chakula ninaomba. Bishop, usikaisha ibada sana naomba. Wewe. Teka huko hiyo maneno. Verse 17, alafu tumalize. Niangalie vizuri. Upate unafunga unaniambia nafunga. Nilisema ukifunga kuja ni kuombea, uanze kifungo chako. Pasa ninaingia maombi ya kufunga. Ninaomba uniombee. Nitakuwekelea mkono. Niombe Baba, ninaachilia upako, ninaachilia nguvu. Siku zinaenda omba, siku hivyo Mungu. Na kimbele ya kuambia watu, Mungu ninahisi. Baba roho ya kupost, I'm fasting. Ndio naikataa. Haleluya. Hivyo ndio nakuombea. Umenisikia vile nimesema? Tusome verse 17 nasema aje? Mbali wewe ufungapo, mbali wewe. So verse 16 tumekatazwa, verse 17 tunaambiwa ndio tunapaswa kufanya. Mbali wewe ufungapo, jipake mafuta kichwani. Fanya nini? Hata mtu anafunga na mambo. Wewe unafanya nini?
Kwa nini unavaa gunia? Ndio kama sasa mwambie kwa nini unavaa gunia, simuniongelesha nyinyi hapo, simunisikilize. Mbali wewe ufungapo fanya nini? Jipake mafuta. Mimi naona watu wakifunga wanajipaka majivu. Wakati wameona watu wakifunga wanasema tunafunga kifungo cha Nineve. Kwani wewe ni Nineve? Hapa ni Nineve. Funga kifungo cha Kericho huko Kericho, hata kuletea Nineve hapo. We are fasting Nineve fasting. Nineve walivaa magunia, makuku hazikupewa chakula, pia kuku zao chakula. Nini wewe? Kama zangu mwambie hapa sio Nineve, rais wakati wa Nineve. Wacha kutuletea hapa Nineve. Nimeona watu walikuomba wanaomba wamevaa magunia. Where do you get that? Navaa magunia ishara. Wapendwa, dispensation yenye tuko sio ile ya zamani, tuko kwa Roho Mtakatifu. Hatuvai magunia kama navaa gunia, vaa gunia ya kiroho. Ndio kama nakwambia vaa gunia ya kiroho. Jipake majivu ya kiroho. Wacha kutufungia kifungo cha mwili. Wale walikuwa kwa sheria, wakati wa sheria mambo yote yanafanyika kwa mwili. Ungelifunga vaa gunia, watu wajue ishara ya kufunga kwako. Vaa gunia, jipake majivu. Lakini siku ya leo no! Wapi Yesu alivaa gunia? Mniandikie, mnitangazie. Wapi Yesu alivaa gunia kwa Biblia? Alifunga siku 40 mchana na usiku, alikuwa amevaa gunia. Alijipaka majivu. Wewe unajipaka majivu na tuambia nini? Yesu amesema mkifunga mfanye nini? Mafuta kwa kichwa. Mama akifunga ni stocking wanafunga kwa kichwa. Wakati wa kufunga sio kufunga stocking kwa kichwa, tengeneza nywele ikanya adabu, ikae smart. Gani nafunga? Sio hadi nimefunga kichwa. Kwani kichwa inafunga mwenyewe? Wakati wa kufunga ndio watu wanavaa vibaya. Unavaa vibaya, haujipaki perfume mpaka wengine wameoza hata wakifunga hawaoki. Shetani pepo gani unakuletea hapa? Unafunga kusahau unaona ndio. Badala upate power ya spiritual, nayo kupatia power ya mfupaya. Shit wewe. Natembelea mtu unasikia nyumba inanuka mbovu. Ndio vile mtu asipoga ananuka mbaya, wewe ama unaongea nini wewe? Makwapa yameoza pa. Hey! Mimi nikufunga na funga. Lazima ufunge unuke mbaya. Jipake mafuta wapi? Paka kichwa yako kuonyesha kaa sawa. Kwani siwezi kwa vile nimevaa leo na nafasi? Lazima tu nivae design yenye utajua ni nafasi, si ndio? Malengo ni watu wajue, si ndio? Haya, ufungapo fanya nini? Fanya nini? Mbali wewe ufungapo, jipake mafuta wapi? Kichwani. Namba 2, unawe uso. Oga, geuka meza kumwambia oga. Geuka meza kumwambia neighbor, when fasting, please oga. Wengine hata waogi uso. Unapata unanyama vitu. Brush meno. Kwanza ni Yesu. Yeah. Na harufu inajaa mbaya kwa nyumba mzima. Ndio mume wako siku ya kufasta anakosanaga na unasema hii fasting yako mistaki. Wale jua kwa nini bila rababu kwa yako. Unaona uchafu. Paka nini kwa uso? Mafuta. Na unajua uso ni picha yako. Mtu akiwa mgonjwa nimwambia angalia wapi? Uso. Mtu akiwa amefanikiwa angalia wapi? Hapa. So tunaambiwa tuweke sura gani? Paka mafuta ing'are ukiniangalia, hawezi kujua nimefast. Lakini wewe uone. Sasa kama ukiwa sober, kuoga inakuwa stress. Sasa jipake mafuta, achilia perfume vizuri, vaa nguo nzuri. Bwana asifiwe.
Hata ukiwa mbele ya uwepo wa Mungu, hata Mungu akishuka nasikia harufu nzuri nzuri pale. Si anashuka nasikia makwapa imeoza. Mungu anashindwa ni harufu ngapi hizi zinakuja. Nani alikwambia ukifast ubadilishe nguo? Mungu ukimza kumwambia nani alikwambia ukifast ubadilishe nguo? Kataa kumuongelesha lakini nitakuongelesha. Mwambie mwenzako, mwambie nani alikwambia ukifast ubadilishe nguo? Hapana kitu kimeenda prayer mountain, kimevaa nguo moto. Wewe umeenda huko kwa prayer mountain? Prayer center. Wewe unaenda huko. Sana kasi ni mingi. Wangapi wanajua huko kwa prayer center ndio kumejaa chawa? Wangapi wanajua hiyo? Wale mmeenda maombi mnaelewa hii maneno. Viroboto. Mimi nimeomba gorilla base. Hautalala usiku, wanatokelezea, unakuliwa. Kwani viroboto ni nini? Ni ishara ya nini? Shawa ni ishara ya nini? Waombezi wachafu. Ndio kama zangu mwambie mimi si muombezi mchafu. Ndio kama zangu tena mwambie mimi si muombezi mchafu. Mimi ni muombezi msafi. Maprayer center ndio zimejaa uchafu ya aina yote imejaa huko. Maana watu wanaendaka na mauchafu zao huko. Sibebe nguo nyingi, nipakie tu nguo moja. Naenda kufunga siku 21. Siku 21 beba nguo 21. Kila siku vaa, oga, paka mzuri mafuta, toka nje ingia kwa maombi yako. Brush meno, ndio kama zako mwambie ukienda prayer center enda na Colgate. Enda na brush, enda nazo. Enda ni brush toka vizuri. Kimwili unukie mzuri na kiroho pia Mungu asikie harufu mzuri. Sio kiroho Mungu anasikia kuna harufu kazuri kanakuja lakini kuna harufu kingine kanaifuata. Biblia yangu ni shida ya Biblia yangu. Biblia ni sana. Sina kwamba kuna rangi lakini kuna Biblia nyingi. Ukasiona inatokana karatasi kama bishop wake. Niko na Biblia nyingi sasa. Lakini ni shembe ya Biblia. Biblia inakaa inakwambia inalima katikati ya wiki. Sasa inalima, haiwezi lima na ikaa. Sema kama ni yao. Yote mzao ya bishop yeye lima na ikaa kama ya uzembe hiyo. Mstari wa 17 tumalize maneno. Paka mafuta na unawe uso. Na uoge nini? Uso. Kwa usafi. Ukitaka kumwambia ukifunga enda na usafi. Unataka ukifunga enda na usafi. Nataka nisome andiko moja alafu tuone video fulani alafu tufanye maombi na nikupe moyo wa wiki nzima uende uombe. Taniruhusu nisome? Ni madhabahu kwa kipande inaendana pia na hata mtu hajamaliza kufanya kile anafanya. Tusome kitabu cha Exodus chapter 3. Ngapi wanasema fasting yangu inabadilika kuanzia leo? Hii mambo ya ukifast unasumbua watu. Usitulete, umesikia? Usitulete kana hapo. Takuwa mhubiri kana. Yeye katika kawaida. Kitabu cha Kutoka ngapi? 3:21. Tutasoma hiyo tu. Nami nitawapa watu hao kufadhiliwa ama kupendelewa ama kibali. Nitawapa nini? Tunaweza kumwambia kuna favor ya kupeana na Mungu. Sema favor ya kupata vitu. Na kuombea kibali ya kukuwezesha kupata utajiri. Na kuombea kibali ya kukuwezesha kupata wateja. Na kuombea kibali, Bwana asifiwe. Saidia microphone nyingine. Na kuombea kibali. Kuna kibali Mungu anafanya anakupea cha kukuwezesha kupata. Anasema nitawapa kibali. Hii ni kibali ya kuwawezesha kupata vitu. Leo nimekuja kutangaza kuna kibali ukichapwa nayo unaanza kupata
unaanza kupata, si Mungu akupatie hiyo kibali upate vitu. Upate magari, upate majumba, mashamba, ukue na vitu. Tuendelee. Nami nitawapa kupendelewa mbele ya Wamisri, hata itakuwa hapo mtakapokwenda zenu. Nataka kuchukua hiyo neno, mtakapokwenda zenu, kwa maana hamwendi. Tokea zako muulize, unaenda sana? Uliza jirani, unaenda sana? Mungu akasema itakuwa wakati mtatoka huko mwende zenu, mwache kwenda safarao, mwende zenu, ndio nitawapa. Kama hauendi zako, inamaanisha kuna mtu ana control maisha yako. Inamaanisha kuna mtu amekuchukua. Nambari ya kwanza, ishara ya kuonyesha mtu aende zake ni mwenda wazimu. Mwenda wazimu ameenda, amekuwa wazimu. Sasa haendi zake, ameharibiwa na ile nguvu za uganga. Sasa vile aliharibiwa akue ndiye anakuwa hivyo. Sio wenda wazimu wote ni wakuokota makaratasi. Sasa kulingana vile aliharibiwa akue nini? Na ndio unampata mwenda wazimu yuko pamoja na sisi. Physically yako na sisi, lakini katika ulimwengu wa kiroho ako kwa programu nyingine. Akasema siku ile wataenda zenu, siku ile mtaenda zenu, hamtaenda bure. Kenye kinasababisha ukui na vitu ni kwa sababu bado uko under control ya watu. Umebebewa akili, unawasiwa, unapangiwa kila kitu. Hauendi zako, unaenda za wenyewe. Ndio tunasema leo nataka niende zangu. Sema leo nataka niende zangu. Sema leo nataka niende zangu. Sasa nataka nikuonyeshe hiyo video, alafu tuombe katika jina la Yesu. Taomba tu kwa kifupi. Kuja nayo hapa wanataka nikupe. Haleluya. Sema kwenda zangu. Sema kwenda zangu. Sitawapa msipoenda zenu. Lakini siku zile mtaanza kwenda, hapo ndio nitawapatia. Nataka tuangalie video hii. Nataka uangalie hii, alafu utaipata vizuri katika jina la Yesu. Haya, sikiliza. Na uweke sauti nyingi. Twende kwa hiyo nyingine kwanza. Weka sauti. Nataka uiangalie, angalia, tuangalie. You what I did. Take what is right to be mine. Because Juliet, no, please, he asked me out once, but I was just trying to do small shakara as a girl. Before my sister now jumped me. Sikiliza. Ni wasichana wawili kwa baba, ndio ukiangalia nataka Kristo ujue na maanisha ni sasa. Okay. Kulikuwa na wasichana wawili kwa baba, mkubwa na mdogo. Lakini mdogo akapata mume. Mdogo akafanya nini? Akapata mume. Lakini huyo mkubwa hakutaka, aliona vibaya, alihisi wivu. Mdogo wake kuolewa mbele yake akaona itakuwa si mzuri. Akaamua kumnyang'anya nani? Yule mwanaume. Sasa alimnyang'anya aje? Alienda, utaona akienda mahali kwa mama amevaa red. Alienda kwa mchawi. Akasema, nataka huyo mwanaume anipende mimi, afanye vile mimi nataka, na asione mwingine akuje upande wangu. Haya, akaamua aite jina lake, akaita. Wakati walifanya hivyo, kuna kitu kilifanya nini? Likiteka shika mawazo ya nani? Ya mwanaume. Mwanaume alipoingia kwa ile boma, ni nani aliona? Akaachana na ule mpenzi wake, akaendea dada mkubwa. Sawa. Alipoendea dada mkubwa, akamkataa yule mdogo kabisa na akamkataa. Na wakachukuana na wakaenda ishi. Na wakaenda pale
wakaenda ishi. Sasa maisha ikawa yule mwanaume anakontroliwa, haendi zake, anaenda za nani? Za huyu msichana. Sasa hapa ni wao walichukua uganga na uchawi, sisi tunachukua maombi. Wakaamua kwenda kumzingua. Alipofika pale, ukapata yule mwanaume anashindwa, nini mmekuja kufanya nini hapa? Bado wako na mke wake ule ambaye alimchukua kwa lazima. Sawa sawa. Kisha baadaye yule mtu akamgusa yule mwanamke, akajirudia, akaanza kuongea kenye alisema. Sawa sawa. Baada ya kuongea kenye alisema, bado huyu mwanaume anashindwa, unasema nini? Nini unasema? Nini bana nini? Kisha baadaye akamgusa yule mpendwa. Alipomgusa akasikia kuna kitu imetoka. Mara moja akaona yule msichana mdogo, akawachana na huyu, akamkataa, akamwendea yule. Ni nini nileta ili kuonyesha kwamba watu wanaweza kukusababisha uende zao na uende vile wanataka. Sijui kama vile unaishi maisha yako. Sijui kama vile unafanya vitu unafanya vile unastahili, ama ni ya wenyewe unafanya. Tuende kazi. Haya sasa tuangalie, nitakuelezea kidogo. Tuangalie na tumaini. Usitoe kwa sababu. Haya, ya hao wameingia. Ndio nataka nikuambie nguvu ya maombi ambayo tunaomba, nataka ifanye hivi kwa maisha yako. Sasa wamekuja kwa ule msichana mkubwa ambaye sasa wamechukua na ule kijana ambaye alimnyang'anya dada yake. Sio kama mnaona vizuri huko. Zaidi utaenda ona kwa WhatsApp, nimeweka kwa WhatsApp ya church. Haya ndio anaongea. Ukaone mama yake na dada yake. I don't understand. What are you talking about? I should talk what? Naona amegusa ile kitu. Sasa aanza kuongea. Lakini mwanaume ajue kenye kinaendelea, maana amefanywa nini? Ameshikwa akili. Haendi zake, anaenda za wenyewe. Angalia. I was so jealous of my sister. Number one, alikuwa na jealousy. I had to do what I did. Take what is rightfully mine. So kuna kitu alifanya, ya akamchukua. Yes, he asked me out, but I was just trying to do some shakara as a girl. Before my sister now just screamed. It's so nice now. And then they are very together and everyone married as soon as possible. Before me, I don't jealous, I don't angry. That I have to do small down, small. Ndio sasa alienda kwa hiyo mchawi. Please, your request is granted. Sikiliza pia anasema. It's time to make your request. Okay. Yeah. I want you to love me. Nataka Juda. I want you to be crazy about me. Nataka kuwe crazy about by me. my side always. I want you to do whatever I say. I want you to love me. I want you to always stand by me. I don't want you to look at any other man apart from me. Unasikia vile anasema? About me. Consider it done. Look into this brother and call his name Jesus. Jina. Nakumbuka mambo ya majina? Wanatumia jina. Jude. Back to me. Na bado mwanaume hajajua anything hata akisema hivyo maana ameshikwa. I still love you. Naona bado anamwambia bado maana hajafanya nini? Haya unaona akiguswa.
with you, or when he came to you, you said, I was confused. I was confused because I didn't know what I was doing. What was confusing? What was weekend? My sister didn't want to me to do school, so now before he came to you, it's so nice. Mama, even when I did this, there's no open anywhere. Yes, we didn't have made that anywhere, but there's no open anywhere. So I had to do what I did to step into my children. And that's what you have to do first. This one. Because you have to become a as your permanent tenant. Monica, what are you sorry about? Hiyo kitu imegongwa, sio? Amefunguka sasa. Angalia. Angalia macho sasa ikaona vizuri. Ndio ameendea sasa bibi yake rasmi. Just come from outside. Sikia. Mama, what is going on here? Where is our child? Where is our child? What's Monica doing here? Sikia. I'm sorry. I was just angry. Wait, enough. Monica, you have done enough. Friends. Naona sasa anamfukuza. Maana ameanza kuenda zake. Lakini sasa zile alikuwa anaenda za nani? Za huyo msichana anaitwa Monica. Angalia sasa vile alikuwa soba anamfukuza. I said, leave this house. Ngoja niende nakuza. Yeye alikuwa anamwambia I still love you. Katia. Kuna kitu umeona? Alikuwa aendi zake. Sasa alipoguswa ile kitu ikatoka, akajirudia akakuwa yeye, akaona mke wake. Akashindwa hata anauliza huyu anafanya nini? Na walikuwa wanaishi naye hapo. Hiyo ndio inamaanisha hauendi zako. Na ndio maana niko hapa kukuambia we need to pray uende zako. But huyo mtu kabla hajafunguka, si alikuwa anaishi vizuri? Si alikuwa anaona yako sawa? But in the real sense kumbe sio. So saa zingine ni vigumu kwa wewe kujua, unaweza ona pastor tu mimi mambo yangu yako sawa, lakini kumbe hapana, hayuko sawa. Nataka hii wiki unapoondoka enda ujiombee. Nilisema kama kuna kitu ya kuombea sana kwa maisha yako ni nafsi yako. Maana kilishikwa ni nini? Nafsi. Alipofunguka macho ilifanya nini? Ilifunguka. Akili ilifanya nini? Kila kitu ikarudi. So kuna watu ukishatekwa nyara hivyo, akili yako imeenda, macho yako vile unaona vitu unaona tofauti. Nataka nikupatie uende uombe wiki hii. Sitaweza kuomba pamoja na wewe, lakini nataka uende uombe wiki hii. Enda ombea nafsi yako. Chochote kinatafuta. Na ndio maana Daudi akasema Psalms 124 verse 7, nafsi yangu imeokoka kama ndege kutoka katika mitego ya wawindaji. Sasa huyu mwanamke alienda kwa mchawi akamuinda akafanya nini? Na mato. Na ndio maana ni vizuri nilikwambia ukiomba omba na jina ya na kusema kwa jina la Yesu. Uliona Daudi alisema is it Psalms 40 verses number 5 or 41 verse 5, akasema adui zangu wananitaja kwa maneno. Sasa tunaona anaenda kwa mganga akaambiwa haya mtaje vile unataka. Nataka nipende peke yangu, nataka nione mimi, asione mtu mwingine, ni mimi aone peke yangu. Haya taja jina yake Joshua. Hiyo ni ya kumlocate. Na ile spirit inaingia. Sasa zingine pia ukiombea watoto wako, ukiombea mke wako, ukiombea mume wako, jiombea pia na jina yako. Sasa zingine ni vizuri pia kutangaza, natangaza moto kwa majina yangu. Natangaza moto kwa majina yangu. Ndio wakienda kwa waganga, wakiitaja inakuja ikiwa na nini? Inakuja na moto, wanatoroka. Simama tu kwa bibi yako. Masani kidogo, mambo ni mengi. Tukiwa mzako mwambie mambo ni mengi. Masani ndio kidogo. Simama juu na mkono wako wa kulia juu. Sema Bwana Yesu, mchana wa leo nimeliamini neno lako na kwa kinywa changu ninakiri neno lako
juu ya maisha yangu. Ninatangaza wanaotumia majina yangu kunitaja kwa mabaya, kuweka mabaya kupitia majina yangu, ninatangazia moto wa Roho Mtakatifu. Natangazia majina yangu moto wa Roho Mtakatifu. Natangazia majina yangu moto wa Roho Mtakatifu. Natangazia majina yangu moto wa Roho Mtakatifu. Wanayetafuta kuniharibu kikazi, kunichukua mawazo kibiashara ili nisifanye vyema, sema moto kwa majina yangu, moto kwa majina yangu, moto kwa majina yangu. Na utangaze kwa jina la Yesu. Sema kila matarajio mabaya ya watu walio na wivu na mimi, wivu na familia yangu, wivu na kazi yangu, wivu na biashara yangu, wivu na vitu yangu, na wanatafuta namna ya kuniweza, hamutaweza kwa jina la Yesu. Hamutaniweza kwa jina la Yesu. Wanayetafuta nafsi yako hamutaipata. Mitego yenu haitaninaza, mitego yenu haitaninaza kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Pigia Yesu makofi mazuri. Tumefurahi sana kuwa pamoja na wewe mtazamaji wangu. Tukutane nawe tena kesho katika kipindi cha kuelimishwa na neno la Bwana kutoka kwangu hapa Apostle PMC New Voice of Fire wa kanisa la Winners Celebration Center hapa Kericho, a fellowship where everybody is somebody. Tunakuombea uachiliwe uende zako. Hakikisha umeshare video hii ili ukaweze kukuwa baraka kwa wengine. Kutoka kwetu hapa tunasema kongoi nisi engai nitamchezo. Amen, amen, amen. Pigie Yesu makofi mazuri.